Ni mazoea yetu tunapokutana, kulingana na muktadha tutasalimiana. Tungekuwa kwenye platform za kisiasa, tungesema salamu ile ambayo mama huwa anapenda kuisema, lakini tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumechanganyikana, tupo Wakristo, Waislamu, Wabudha na dini tofauti tofauti. Nitoe salamu kwa lugha ya Kiarabu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini pia nitoe salamu kwa lugha ya Kiswahili, amani ya Mungu iwe nanyi. Kwa ujumla, nashukuru sana kwa wasaa huu siku ya leo kukutana nanyi katika eneo hili la Haidar Plaza kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kadhia ya Palestina. Naomba nitambue uwepo wa dada yangu ambaye always tumekuwa naye katika hizi movements za kupaza sauti kuhusiana na watu wanaodhulumiwa kokote ulimwenguni. Dada yetu Emma Nyerere, karibu sana. Makofi mengi sana kwake. Wakati tunazungumza mawili matatu aliniambia amesafiri kwa muda mrefu, safari yake imemchosha kwa kiasi kikubwa sana, lakini ameona si busara kukaa na uchovu alionao. Uchovu huu autumie kama kuonesha hisia za kuambatana na watu wote ulimwenguni kupaza sauti dhidi ya dhuluma ambao wanafanyiwa ndugu zetu wa Palestina. Makofi mengine pia kwake. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa brother wetu, brother Philemon kutoka taasisi ya Dream Defender, ambaye pia amekuwa anashirikiana na African Foundation na taasisi nyingine katika masuala ya kibinadamu na kiutu, na katika hili pia ameguswa, ameshirikiana nasi kuanzia sasa. Makofi mengine pia kwake. Baada ya kusema haya, naomba niwasilishe mada yangu kwa ufupi sana. Baada ya kumshukuru Mungu na kushukuru pia nanyi kwa uwepo wenu, nilivyozungumza na brother Ali, nilimuuliza tunakwenda kujadili kuhusiana na issue ya Quds. Lakini kwa mtazamo wangu mimi, pemekuwa kuna ukinzani mkubwa ambao umetokana pia na mitazamo ya watu katika kutazama swala la Quds. Kwa hiyo anwani iliyowekwa katika mabango ikawa ni Israel Palestine Conflict Global Perspective, mtazamo wa kiulimwengu kuhusiana na mgogoro wa Palestina na Israel. Kwenye makongamano mengi tuwa tunasoma history ya mgogoro ule, lakini kwa bahati mbaya sana pemekuwa bado kuna zile prejudices, mitazamo hasi kuhusiana na swala la Palestine, mgogoro huu wa Palestina na Israel. Wakati wewe unaunga mkono jitihada za Palestina kujikomboa, kuna mtu anakuwa anajenga maswali mengi sana. Miongoni mwa maswali ambayo yanakuwa na raise ni haya ambayo brother Philemon alikuwa anajaribu kuuliza. Wakati anauliza, palikuwa kuna sensi za majibu ambayo tulikuwa tunazipata. Mfano, watu wawili watatu walioulizwa hapo walitoa majibu kwamba unaposema Quds Day unakusudia nini? Wakasema ni siku ambayo Imam Khomeini aliitangaza ya kusimama na Wapalestina dhidi ya dhuluma ambazo wamekuwa wanafanyiwa. Mwingine akasema ni Jumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kupaza sauti kwa ajili ya Wapalestina. Definition zote hizi ni sahihi. Mchanganyiko wa mawazo au mkanganyiko wa mawazo unakuja katika sura hii. Quds Day inaweza ikakosa uhalali wa uungwaji mkono kwa baadhi yetu wengi ulimwenguni, kwa sababu aliyeitangaza siku hii title yake kubwa ni imam. Nianzie hapo. Wakati wa jitihada za kina Marx kuondoa ubepari ulimwenguni zinafanyika, aliandika kitabu chake maarufu sana, Die Kapital. Ukisoma maudhui ya Marx
alikuwa mategemeo yake makubwa ubepari utaanguka kwa ujamaa kuanzishwa Ulaya Magharibi. Yani Ulaya Magharibi ikiunga mkono ujamaa, basi ubepari utavunjika. Kwa bahati mbaya, ubepari ukapata sapoti kutoka Ulaya Mashariki, ambapo kitakwimu nchi zake nyingi sana ni maskini. Kwa hiyo ukaungwa mkono na nchi maskini, alafu ubepari ukaungwa mkono na nchi tajiri, ukakosa publicity. Mwisho wa siku ukapoteza ule umaarufu wake. Ukirudi katika hii dhana ya Quds, so long as ilitangazwa na Imam Khomeini, picha inayokuja ni kwamba swala hili linawahusu Waislamu. Na of course ukutana na Muislamu mmoja mmoja anaweza akasema proudly kwamba Quds Day ni kwa ajili ya Waislamu, paza sauti kwa ajili ya Palestina. Fine, yuko sahihi. Lakini the question is, ukienda kwa Mkristo anasema mimi siwezi kuunga mkono jitihada za Wapalestina kujikomboa kutoka kwa Israeli kwa sababu Israel ni taifa teule. Kuna misamiati inakuwepo. Sasa mimi nataka nitoe majibu kidogo kuhusiana na huu mkanganyiko wa mawazo. Tujaribu kusema kwa pamoja, ni nani anayepaswa kupaza sauti kwa ajili ya Wapalestina? Wakati Mkristo anasema Israeli ni taifa la Mungu, kwa lazima niungane na Waisraeli kuwakandamiza wa Palestina, anatakiwa fahamu kwamba Israel kama itakuwa inatafsirika ni taifa, akiweka tafsiri ya taifa kwa maana ya uwepo wa Wakristo, atakuwa anakosea, kwa sababu katika watu milioni 9 plus walioko Israel, Wakristo hawazidi 2%. Kwa hiyo unapolitetea kama ni taifa la Mungu kwa tafsiri ya dini, unakosa justification, kwa sababu population wise asilimia takriban 74 plus ni Wayahudi, ambao Wayahudi ni wapinzani wakubwa wa Kristo. Hiyo sura ya kwanza. Lakini sura ya pili, Uislamu anaposema Palestine ni kwa ajili ya Waislamu, fine. Waliozikwa pale, amezikwa Ibrahim katika ardhi ya Palestine, ambaye Ibrahim ni baba wa imani, Philemon. Tunaposema ni baba wa imani, maana yake Wayahudi wanarely kwa Ibrahim kujenga msingi wa imani yao. Wakristo wanarely kwa Ibrahim kujenga msingi wa imani yao. Waislamu wanarely kwa Ibrahim kujenga msingi wa imani yao. Kwa hiyo pale Palestine kuna kaburi la Ibrahim, kuna kaburi la mtoto wake Isihaka, ambaye kupitia Isihaka ndo tunampata Yakobo, na kupitia kwa Yakobo tunapata kizazi cha watu 12. Lakini pia kuna kaburi la Ismail, ambao kupitia Ismail tunapata tafsiri wa uwepo wa kizazi cha nani? Cha mtume. Kwa hiyo dini zote zinaweza zikazungumzia swala la Palestine kwa tafsiri ambao wao wanakuwa wanaielewa na wako sahihi. Ndugu zangu, naomba tusikilizane kwenye ile maeneo ili tuondoe hizi contradiction ambazo zinakuwepo katika mazingira yetu. Sasa baada ya kutoa huo utambulisho mfupi, narudi katika swali langu la msingi. Ni nani mwenye mandate ya kuisemea Palestine? Tunafahamu Palestina kuna mgogoro na Israel wa kuanzia mwezi wa 5 tarehe 15 mwaka 1948 ilipotangazwa taifa la Israel rasmi kupitia resolution namba 183 ya Umoja wa Mataifa ambayo ilifanyika mwaka 1947. Wakachukua ardhi, wa Palestina waka riot, wakapigwa, wengine wakapoteza maisha, wakapoteza makazi yao, wakawa wakimbizi, wakaenda Lebanoni, wakaenda Jordan, wakaenda Misri, Syria na kadhalika. Ni mgogoro wa muda mrefu. Tukikaunti paka sasa 2025 tunahesabu ni miaka 77. Am I right? Miaka 77. Kwa hiyo ukitoa tafsiri ya Quds Day
Leo tukihesabu tokea tangazo hili la Imam Khomeini limetangazwa ni miaka 46 tokea mwaka 1979. Kwa hiyo kwa hii miaka mingine swala la msingi, Quds Day haikuwepo. Tutasema ndio haikuwepo. Kwa tafsiri ya tamko la kuwaita watu wote duniani kuungana pamoja kupaza sauti zao kwa ajili ya wanyonge wa Palestina, halikuwepo ile tamko. Lakini udhalimu haukuwepo? Jibu ndio, udhalimu ulikuwepo. Kwa sisi tuna haki ya kuisemea Palestina, ndio tuna haki ya kuisemea Palestina. Kwa nini? Nitaanza kutoa justification moja baada ya nyingine. Nitagawa makundi. Kwanza kwa Waislamu. Katika sura ya 9 aya 128. Mungu anasema amekujieni mtume. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mtume amekuja kutokana na nafsi zenu, ni binadamu kama nyie. Azizun alayhi ma anittum. Yanamgusa yale ambayo yanakukwazeni nyie. Yani moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinamkwaza mtume ilikuwa ni kumuona Bilali akiwa ni mtumwa. Kwa hiyo alipigana na utumwa watu wawe huru. Moja ya aliyokuwa na mkera mtume ilikuwa ni kuwaona wanawake wanadhalilika. Kesi nzuri ya soko la Banu Kainuka, sio? Aliwatetea kina mama kuhakikisha wanapata haki zao za stara. Kuna Yahudi mmoja alichukua nguo ya yule mwanamke akaifunga kwenye nguo, akachukua kamba akafunga kwenye nguo, akapanda juu ya mti siku ya soko gulioni. Alafu huyo mama wakati anasimama ile nguo ikapanda juu, akapiga makofi, wakashangilia pale. Mtume akasema kwa udhalilishaji huu wa mwanamke lazima tusimame kumtetea. The same inapotokea Palestine leo, wanaokufa ni akina mama, wanaokufa ni watoto. Kwa unaposema na watetea wa Palestina, maana yake umeungana na kile kero ambayo mtume ilikuwa inamgusa karibuni kila siku katika maisha yake. Jibu la kwanza kwa Waislamu. Kwa Imam Khomeini kama alitangaza kwa msingi wa kidini, maana yake alifuata mafundisho ya dini yake yanavyofundisha kwamba mtume alikuwa na kerwa na zile kero na ghadhabu ambazo wananchi walikuwa wanazipata. Sura ya kwanza. Sura ya pili. Kwa ndugu zangu wa Kristo, ukisoma katika Luka sura ya 18 mpaka ya 19, Yesu anazungumza kinaga ubaga kwamba katika moja ya majukumu makubwa ambayo Mungu amemtuma kwake ni mawili. Mosi, kuwafungua kamba watumwa, lakini pili, kuwapa ahueni walionyongeshwa. Tafsiri ya utumwa yaweza kuja kuwa ni slavery ya kawaida, lakini inaweza kaja pia katika mindset slavery, utumwa wa akili. Kwa moja ya jukumu la Yesu ilikuwa ni kuja kuzifungua kamba za watu, kufikiri nje ya boksi namna ya kukomboa maisha ya watu. Akaenda mbali zaidi. Katika Mathayo 6 mstari wa 33 akazungumza akasema maneno ambayo aliyaparaphrase vizuri sana Nkuruma. Akasema, seek ye first your political freedom and everything will be added unto you. Tafuta kwanza uhuru wako wa kisiasa, kila kitu Mungu atakufungulia. Wapalestina wanatafuta uhuru wao wa kisiasa ili economic freedom yao ipatikane, ili social justice ya kupata matibabu ipatikane. Na uhuru wao wa kisiasa wataupata pale mamlaka yao itakapokuwa kamili na wakawa ni sovereign state ambayo inajiongoza yenyewe pasina kupata settlers ambao watakuwa wanawasuppress. Kwa maneno ya Yesu yanasimama na Wapalestina katika kudefend haki zao. Mwaka 2000 hapa, mmoja kati ya watu mashuhuri, Desmond Tutu, alikuwa ni askofu Afrika Kusini. Aliwahi kutunukiwa nishani katika masuala ya amani. Katika moja ya safari yake alikwenda Palestina kama ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwenda kuangalia hali inavyoendelea ya kiutu. Alisikitishwa na akatoa tamko akasema kuna haja ya Wapalestina kuwa huru. Ni askofu.
wa Palestina ni Waarabu, kwa asilimia kubwa ni Waislamu, lakini huyu hajaguswa na Uarabu wao, hajaguswa na Uislamu wao, kaguswa na utu wao. Tutu anakwenda kuwatetea wa Palestina. Wewe wa Afrika, kama huyu amekwenda kuwakilisha nembo ya viongozi wa dini, maana yake nini? Maana yake Ukristo pia upo dhidi ya ukandamizaji. Kwa hoja hii, katika mrengo ule wa Imam Khomeini, alikuwa yupo sahihi kuitangaza siku ya Quds mwaka 1979 kwamba ni siku ya kusimama na wanyonge kote ulimwenguni, lakini kwa kuchukua case study ya Palestine. Lakini nikienda kwa kumalizia kwenye hizi quotation za watu wa dini, Imam Ali katika Nahjul Balagha, barua namba 53, ambayo mwezi Disemba tarehe 9 mwaka 1997, aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kipindi hiko Kofi Annan, daktari marehemu kwa sasa, aliyanukuu maneno ya Imam Ali. Akasema Imam Ali anazungumza wakati anamtuma Malik al-Ashtar kwenda Misri kama gavana. Akamwambia, unakwenda kuwatawala watu, unakwenda kuongoza watu. Kumbuka watu wako aina mbili. Utakutana na watu ambao ni ndugu zako katika dini. Mkienda kanisani Philemon, kuna watu ambao unakaa nao benchi moja, wale ndugu zako. Tukisikia Philemon amefariki, watu wa kwanza atakao kwenda kumhudumia ni watu ambao walikuwa wanafanya nao ibada kwa pamoja, wale ndugu zake. Lakini kundi la pili ni watu ambao mmekutana katika msingi wa history ya damu, ambao si sote tunakutana kwenye lineage ya Nabii Adam, ambao ni baba yetu Adam. Kwa hiyo watreat hawa watu ukiwa unajua, kama utomtreat katika lugha ya kidini, umtreat katika lugha ya kibinadamu. Akasema haya maneno lau dunia itayachukua wakafanyia kazi, maana yake patakuwa kuna ile mucho, patakuwa kuna ule ukaribu wa kimahusiano ya kiutu kati ya mtu na mtu, na watasahau machungu ambao umekuwa nayo. Kwa ibara nyingine, Kofi Annan ambaye pia alikuwa ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, anaungana na viongozi wa dini kuyatumia maneno yao katika kuleta amani duniani. Kwa hiyo leo katika siku ya Quds tunataka tutengeneze political justification na religious justification ya maneno ya Imam Khomeini kwamba siku ya Quds ni siku ya walimwengu kusimama na wanyonge. Hasa wakati tunatazama hizi sura ambazo zimejengwa na watu kupotosha umma kwamba Quds inawahusu wa Iran, Quds inawahusu Mashia, Quds inawahusu Waislamu. Ukienda Palestina leo, kama kuna Waislamu, Mashia hawazidi 2%. Hasa hii Quds ya Imam Khomeini ilikuwa inamlenga nani kama kesi ni ushia? Lakini mwaka 73, dada yetu Wema atakuwa anakumbuka vizuri sana, Mwalimu aliwapokea jamaa wa PLO, Palestine Liberation Organization, katika harakati zao za ukombozi. History inaonyesha ilikuwa ni taifa la kwanza kurecognize PLO na kufungua ubalozi rasmi hapa Tanzania mwaka 73. Nyerere alikuwa ni Mkatoliki. Hakujali ukatoliki wake, so long as Tanzania ilijiidentify duniani kwamba ni moja ya nchi inayojali ukombozi wa watu waliodhulumiwa, alisimama na watu wa PLO. Na alikuwa na uswahiba mkaribu sana na Yasir Arafat marehemu. Na moja katika maelezo ya uliyemwakilisha leo, brother Othman, aliyokutueleza hapa siku moja, akasema Mwalimu Nyerere wakati wa vita ya mwaka 78 kati yetu sisi na Uganda, ile vita ilitengenezwa sura kwamba Amin amevamiwa, na ile vita ina sura kama ya dini. Akataka mataifa ya Kiarabu ya muunge mkono katika kuipiga Tanzania. Nyerere akalazimika kumtuma marehemu Balozi Mahiga na ujumbe mwingine kwenda Palestine kuzungumza na Yasir Arafat, kupitia ushawishi wake azungumze na mataifa ya Kiarabu kuwaambia kinachojengwa na Amin si sahihi,
Ukweli ni kwamba hii vita tunajuana kati ya sisi na yeye. Yasir Arafat akasema sina shaka jua hilo. Alisimama na Watanzania kupigana na Amini. Kwa sisi Watanzania tunaposimama na Palestine ni kwa sababu tumejengeka katika msingi wa kiutu zaidi kuliko msingi wa kiimani. Sasa kwa kumalizia hotuba yangu, naomba nitoe rejea za watu mashuhuri wachache ambao si Waislamu lakini wamesimama na Wapalestine katika kuondoa hii sintofahamu ambazo watu tumekuwa nazo kwa kiasi kikubwa sana. Moja, mwezi Disemba mwaka 2024 juzi, Papa Francis wakati anatoa hotuba yake ya Christmas, yeye alishauri pawepo mazungumzo ya amani katika kutatua huu mgogoro wa Palestina na Israeli. Anahitaji amani. Angekuwa hahitaji amani, manake angeona kuna uhalali wa Palestina kuendelea kuuawa. Akatoa tamko kama kiongozi wa kidini tarehe 25 mwezi Disemba mwaka 2024, pawepo kuna conflict resolution kati ya Palestina na Israeli. Huyo mtu wa kwanza. Lakini pili, kuna dada yetu mmoja anaitwa Angela Davis, ni Marekani mweusi, mwanaharakati. Yeye anasema, akafanya reference ya kesi ya Otabenga, mtumwa alichukuliwa kutoka Kongo mwaka 1883, 1906 akapelekwa katika jumba la maonesho la Bronx, akawekwa katika cage ya nyani, akionyeshwa kwamba namna wa Afrika walivyo. Akasema watu weusi walisimama na Otabenga wakahakikisha Otabenga amekombolewa kutoka kwenye mikono ya yule mkoloni aliyekuwa amemchukua. Kwa akasema kwa reference hiyo ni lazima wa Palestina wawe huru watokana na mikono ya Israeli. Huyu Angela Davis si Muislamu. Kuna Aylan Pepe. Huyu ni mwandishi wa vitabu vya history wa Kiisraeli, ni Myahudi. Yeye miaka yote amekuwa anaandika na kuandika, yuko dhidi na uzayuni ambao unafanywa na baadhi ya watu wa Israeli dhidi ya Palestina. Huyu si Makonde, si Mluguru, ni Myahudi, ni Muisraeli, anaishi Israeli. Lakini tunaye Cyril Ramaphosa, rais wa Afrika Kusini. Mwaka jana limetokea tufano al-Aqsa mwaka 2023, kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Wizara ya Katiba na Sheria ya Afrika Kusini walipeleka kesi ya ICJ kuitaka Israel isitishe mauaji ambayo yanaweza kupelekea kutokea mauaji ya kimbari. Ramaphosa si Muislamu. Kuna Julius Malema, kiongozi wa chama cha EFF, si Muislamu. Miaka yote anapaza sauti kwa niaba ya chama chake, kwa niaba ya Afrika Kusini, kuwaacha wa Palestina wawe huru. Kuna Noam Chomsky ambaye kwa sasa namuita ni father of linguistics, ni Marekani, mzee wa miaka 96, si Muislamu. Amekwenda kufanya mazungumzo na Said Hassan Nasrullah Lebanoni akitokea Palestina, amevisit maeneo yote ambayo yalikuwa na shida. Anatamka karibuni kila mwaka mgogoro wa Palestina na Israel, wa Palestina wanaonewa, wanatakiwa wawe huru. Ni Marekani, si Muislamu. Kuna George Galloway ambaye ni mwanasiasa wa Workers Party of Britain, kiongozi wa chama cha wafanyakazi cha Uingereza. Anawasemea wa Palestina karibuni kila siku, si Muislamu. Kuna Jeremy Corbyn ambaye ni kiongozi wa zamani wa chama cha Labour, si Muislamu. Miaka yote wanawasemea wa Palestina. Kuna Bernie Sanders, gavana wa jimbo la Vermont, Marekani, ni senator huyo. Kila mwaka anasema wa Palestina wawe huru, si Muislamu. Lakini kuna Maria Guardiola, mtoto wa Pep Guardiola. Yeye kupitia mitandao ya kijamii miaka yote amekuwa akijitambulisha kama anasimama na Wapalestina katika maisha yake yote. Si Muislamu, ni Mspain. Lakini ukija katika rejea ya nchi, kuna nchi kama vile Australia imetangaza moja kwa moja kuunga mkono wa Palestina. Japan toka mwaka 93 ilitenga dola bilioni 2.6 kwa ajili ya kuwasaidia wa Palestina.
kuna Jamhuri ya Ireland miaka yote inasimama na Wapalestina toka mwaka 2020 toka mwaka 2015 wamekuwa kisimama na Wapalestina, na wenyewe wanajua madhara ya kukaa chini ya ukoloni baada ya kuwa Waingereza walitesa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kuna ndugu zetu wa Jamaica, anakutokea Marcus Mosiah Garvey, wanajua history, na Garvey alikuwa ni miongoni mwa Waafrika wachache waliokuja na dhana ya Pan African Movement, wa Afrika si tukawa huru. Anatokea Jamaica. Jamaica wamechukua legacy ya Marcus Mosiah Garvey. Jamaica wamesimama na Wapalestina, si Waislamu. Ukienda kutafuta msikiti Jamaica, ndugu yangu, utavuta sigara mpaka asubuhi, pengine usiupate. Si Waislamu, wamesimama na Wapalestina. Kwa hoja hizi zinakosa afya, kwamba hili swala limekaa katika msingi wa kidini. Swala hili limekaa katika msingi wa kiutu zaidi kuliko dini. Lakini mwisho kabisa, mwaka 1979 kama sio 78 76, yes, thank you, 76, alikuja hapa nchini kwetu Henry Kissinger akiwa ni waziri mambo ya nje wa Marekani. Alikuja kwa ajili ya mgogoro wa Southern Rhodesia pamoja na Malawi na nchi za Sahara, lakini agenda yake kubwa ilikuwa ni kuja kutushajisha sisi wa Afrika tuunge mkono ukanda wa magharibi wakati wa vita baridi kati yao na upande wa Soviet. Nyerere alifahamu hilo swala. Wanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam walikuwa ni miongoni mwa watu waliokwenda airport wakionyesha mabango yao, hawataki kumpokea huyu Kissinger kwa sababu Marekani na mataifa yake mengine ambayo yanamunga mkono yamekuwa ni washirika wakubwa wa ukandamizaji duniani, wakifanya reference ya tukio la mwaka 1945 ya mabomu ya Hiroshima pamoja na Nagasaki. Kwa hiyo vita ambayo inaendelea kwa sasa inaweza kapelekea mataifa mengi sana kupata madhara. Hasa nimetaja wanafunzi wa chuo cha Dar es Salaam kama sehemu ya reference. Wakati mwalimu anazindua chuo cha Dar es Salaam, alizungumza maneno yafuatayo ambayo ni mashuhuri sana. Alisema, university is a place where knowledge is created. Chuo kikuu ni sehemu ambayo maarifa yanatengenezwa. Yanatengenezwa kwa watu wa kufanya research. Yanatengenezwa kwa watu kuwa huru kufikiri. Ukiona chuo kikuu kipo na kipo dormant katika kipindi ambacho taifa linapitia katika matatizo, maana yake tunazalisha watu ambao hawana uwezo wa kufikiri nje ya makaratasi wanaoandika darasani. Hichi si chuo kikuu, itakuwa ni chuo kikuu. Utanisamehe kidogo kuzungumza maneno. Narudia tena. Moja ya kazi ya university ni 3. Ya kwanza ni research. Ya pili ni kufundisha. Ya 3 ni consultation. Yanapotokea masuala ya kitaifa au kimataifa, waandishi wa habari mara zote hufanya consultation na wakufunzi wa vyuo vikuu, wahadhiri pamoja na wanafunzi, kwa sababu wao wanafanya research, watakuwa na uwezo wa kutazama jambo kwa jicho tofauti na mwananchi wa kawaida. Sasa universities tofauti duniani kupitia serikali za wanafunzi na jumuiya tofauti wamekuwa wakisimama na Wapalestina kwa muda mrefu sana. Nitasaiti baadhi ya university. Ndugu zangu, ili upate uwezo wa kwenda kusoma Harvard University, inatakiwa uwe na dola 82,000, sawa na milioni 200 plus ada yako kwa mwaka. Wale wanafunzi wamekuwa wakiandamana toka mwaka 2023 wakati wa Tufan al-Aqsa, wakipaza sauti zao Palestina iwe huru. Wamekumbana na changamoto mbili. Ya kwanza ni kutishiwa kufukuzwa chuo. Ya pili, kutishiwa kusimamishiwa masomo kwa muda fulani mpaka hapo swala litakapokuwa limekaa vizuri. Wale wanafunzi wamesema wako tayari kwa ajili ya hilo swala. Hawajaguswa kwa sababu ya imani zao, wameguswa kwa sababu ya utu wanaouona unafanywa kinyume na ubinadamu pale Palestina. Chuo cha kwanza, Harvard University, kinaheshima sana. Columbia University, ukimsoma Professor Joseph Massad, yeye alisema moja kwa moja yeye yuko dhidi ya uzayuni. Chuo kikampa nafasi ya kuasisiwa kwa kozi mpya, aende akafundishe uzayuni ni nini. Huyu si Muislamu, ni mkufunzi muhadhiri wa chuo kikuu
cha Colombia, ukitaka kusoma politics, ukitaka kusoma masuala ya sociology, masuala ya kijamii duniani, katika moja ya vyombo vinatoa taaluma bora ni Columbia University. Wanafunzi wa chuo cha Columbia University, wakufunzi wa chuo cha Columbia University wamesimama na Wapalestina. Wewe ni nani uko Gongo la Mboto? Wewe ni nani uko Uganda? Wewe ni nani uko Kenya? Ushinde kusimama na Wapalestina hali ya kuwa hata mlo wako wa kawaida tu ni wa kulenga na manati. Lakini mwisho, chuo kikuu cha Padua kiko Italy, walitenga euro 200,000 kwa ajili ya kuwahami wa Palestina waliokosa masomo yao, zaidi ya milioni 524. Hawa wa Italy karibuni 100% wote ni Wakristo, wamesimama na Wapalestina kwa ajili ya kuhami utu wao. Kwa kufunga hotuba yangu niseme, mwaka 2013 mwanasheria Dola Ndidis wa Kenya 2007 alifungua kesi ya kuwashtaki watu walimuua Yesu. Mahakama ya Kenya baadaye wakasema hawana uwezo wa kusikiliza Kenya ile kesi, wakamshauri aipeleke ICJ. Kesi imekaa kuanzia 2007 mpaka mwaka 2017 haijapata majibu. Anasema moja ground yake ni kwamba amefungua kesi dhidi ya watu walimuua Yesu kwa sababu yeye ni rafiki yake na Yesu. Naomba tuelewane hapa. Yeye ni rafiki yake na Yesu. Na anasema Yesu alihukumiwa kwa kudhulumiwa kwa sababu kwanza mahakama iliyomhukumu Yesu ilikuwa haina legal justification, ilikuwa ni kangaroo court. Lakini pili, Yesu alihukumiwa nje ya masaa ya kazi. Ukiangalia zile filamu za Yesu namna alivyohukumiwa ilikuwa ni masaa ya usiku. Masaa ya kazi, kwa nini hukumu hii haikutoka? Akasema lazima tutafute justification ya kumdefend Yesu na hukumu ile itenguliwe. Mstari napigia hapo. Ile hukumu ya kumwadhibu Yesu itenguliwe. Alipokuwa na mahakamani kule wakamshauri alete ndugu zake na Yesu ambao wapo hai, lakini wakamwomba kama anaweza kapata Mungu kuja kuwa kama shahidi amlete ili aje athibitishe kama Mungu kweli mtuma Yesu kama mtume wake. Of course siasa ziliingia hapa katikati, likali limeshindikana. Wakati anazungumza na waandishi wa habari alisema yeye amethubutu kufanya kile kitu ambacho wengine wanahisi hakiwezekani. Sasa narudi kwetu sisi. Wakati msimu wa ligi ya Uingereza unafungwa, Pep Guardiola alizungumza maneno yafuatayo akizungumza na waandishi wa habari. Nafunga. Alisema, "This world is full of injustice. Everyone only looks at their home and turns a blind eye to what is happening to their neighbors. Injustice is in front of you. You watch it without any reaction. You are sure that it will happen to you one day." Ukiukwaji wa haki umeenea kote ulimwenguni, na kila mmoja yupo kimya dhidi ya huu ukiukwaji wa haki ulimwenguni. Wanaoteseka tunawaona. Guardiola anazungumza. Wanaoteseka na ukiukwaji wa haki tunawaona. Lakini sisi tumekaa kimya tukihisi haya mambo hayawezi kutukuta sisi. Maneno yake anasema ipo siku na wewe yatakukuta. Si lazima yuko katika sura hii, yanaweza kaja katika sura nyingine. Natoa wito kwetu sisi. Inawezekana ndio yazungumza yakana maana kwako, lakini asipokuwa na maana fahamu, siku moja maneno ya Guardiola yatakuja kusimama na wewe. Lakini kama nimezungumza yakiwa na maana kwako, maana yake yakupasa kutumia either platform ulionayo kama mwanafunzi, kutumia simu, kutumia mazungumzo ya kawaida, kutumia every means possible kuhakikisha unaipaza sauti ya Wapalestina ambao leo zaidi ya watu 50,000 wamepoteza maisha yao, wakiwemo watoto wadogo, wazee, watoto na akina mama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makofi mengi kwa Karakasi, makofi mengi. Asante sana kwa kutoka hapo, na kama mfano ambao pia yanasaidia kwa mjadala wetu. Asante. Swala kwanza asante kwa kuweza kutufungua kumbe swala la kupaza sauti juu ya changamoto za Palestina halina ulinzi. Si ndio? Tumeelewa? Sisi wa Kristo
tunayo haki ya kupaza sauti Waislamu pia, kwa sababu ni swala la utu. Sasa swali langu la msingi pia unatukumbusha juu ya hata Yasir Arafat anahusika katika kusaidia mgogoro wa Tanzania na Uganda. Kwa nini ni jamani? Kumbe Yasir Arafat alienda nchi zote za Waarabu kuambia propaganda ambayo alifanya Idi Amin ikanaliza Tanzania sio kweli, sio swala la kidini. Asante sana kwa kufungua hilo. Kitu analizia kutuambia historia ya sisi za Palestina pia. Sijui kutokana na labda kuna mchango wa Palestina hapa Tanzania. Asante. Lakini swali langu, je, nini wajibu wa jumuiya za kimataifa katika kuhakikisha hii changamoto ya Palestina inakuwa? Lakini je, inaishi? Lakini zipo hizo jitihada ambazo zinafanywa na jumuiya za umoja wa kimataifa? Na mwisho, sisi kama vijana sasa tuna wajibu gani katika kuhakikisha swala hili la Palestina inakuishi sana? Asante. Asante, shukrani sana. Jumuiya za kimataifa zina wajibu ufuatao. Mwaka 2015 ICC, International Criminal Court, mahakama ya kimataifa ya uhalifu, walitangaza rasmi kuifungulia Palestina uhuru wa kupeleka kesi dhidi ya dhuluma ambazo wanakuwa wanafanywa. Inawezekana tukahisi kwa miaka yote sauti ambazo zimekuwa zinapazwa na watu duniani zimekuwa zisikiki, lakini ukiona chombo kikubwa kama hiki kimetoa platform ya Wapalestina kupeleka kesi zao pale, maana yake dunia imeanza kuvaa nguo, inasubiri mlango ufunguke iweze kutoka. Kwa hiyo nitoe wito tu kwamba jumuiya za kimataifa zina haki ya kusimama na Wapalestina kama ICJ ilivyopokea kesi ya Afrika Kusini na ICC walivyotoa uhuru wa Palestina kupeleka kesi pale kwao. Lakini swali la pili lilikuwa ni kuhusu vijana. Vijana wana wajibu upi kuhakikisha swala hili la Palestina linapata sauti stahiki? Mimi niseme, wakati Mwalimu anazungumza nchini, uhuru wetu umepatikana, akasema nchi yetu ili iweze kupata maendeleo inahitaji ardhi, inahitaji watu, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Hawa watu ambao walikuwa wanakusudiwa hapa kwa kiasi kikubwa sana walikuwa ni vijana, ambao siku zote tumekuwa tunaita kama ni nguvu kazi ya taifa. Na kwa nini vijana? Kwa sababu vijana wako easy to be shaped, ni rahisi sana kuwabadilisha. Wana nguvu, wana uwezo wa kuyabeba maudhui na kwenda kuyafanyia kazi. Hasa kijana kwa tafsiri ya kisaikolojia hapimwi kwa umri. Kijana kwa tafsiri ya kisaikolojia anapimwa kwa matumizi yake ya akili. Kwa lugha nyingine, kijana akiwa anaona mbele, mzee akawa anaona mbali, mzee atakuwa ni kijana kipindi hicho na kijana atakuwa ni mzee. Lugha imefahamika? Nirudie. Kijana hapimwi kwa umri wake. Ana miaka 15, miaka 20, miaka 35. Ila kijana anapimwa kwa uwezo wake wa kufikiri. Kwa lugha nyingine, kama mzee atakuwa anafikiri kama kijana, alafu kijana akawa na fikra za kizee, kwa ibara nyingine, kijana akawa anaona mbele lakini mzee akawa anaona mbali, maanake mzee huyu atakuwa ni kijana na kijana huyu atakuwa ni mzee. Chukua reference fupi sana. Kina Steve Bantu Biko, wakati wanaanza movement zao, walikuwa na miaka midogo sana. Amekufa akiwa na miaka 30. Solomon Kalushi Mahalangu amekufa akiwa na miaka 25. Ni vijana ambao umetengeneza history ya Afrika na hawezi kusahaulika duniani. Peter, kijana ambaye aliuawa katika maandamano ya Afrika Kusini, wanafunzi wale, alikuwa na miaka 12, ni kijana, mtoto mdogo sana. Kwa na sisi kama vijana tunapaswa kuyabeba haya mambo kwa maudhui mapana sana, na tusifikiri kama wanavyofikiri watu wengine. Na uzuri sasa, inawezekana tukahisi uchache wetu wa kuelewa haya mambo
ikawa ni chachu ya sisi kutoyaendea makubwa zaidi. Wakati mfumo wa vyama vingi vya siasa vinaanza Tanzania, 80% ya waliopiga kura ya maoni kuyapokea mageuzi ya vyama vingi au kutoyapokea twende na chama kimoja, 80% walikataa. Lakini kwa busara za Mwalimu alikwenda na 20%. Wingi haupimwi kwa kigezo cha kuwa na mawazo positive. Mnaweza kaa wengi lakini wote IQ zenu ziko chini ya kiwango. Anaweza akapatikana mtu mmoja, watu wawili wakawa na uwezo mkubwa wa kufikiri kwa watu wengine. Kwa hiyo, kwa kusement, kwa kumalizia, wakati Nuhu anawatangazia watu wamuelewe Mungu na kutengeneza ile safina, aliondoka na watu wa kuhesabika wakaenea katika ile safina. Haimaanishi Nuhu approach yake kwa watu ilikuwa haieleweki, ila watu waliamua kutokumuelewa nani? Nuhu. Abraham, baba wa imani, wakati anawahutubia watu wake kule Iraki, Babylon, alitumia miaka mingi zaidi ya miaka 50, aliondoka na mtu mmoja aliyemuelewa. Haimaanishi Ibrahimu alikuwa haeleweki, ila watu waliamua kutokumuelewa Ibrahimu. Kwa nini nazungumza hivi? Ni kwa sababu propaganda kupitia platform tofauti tofauti zimetufanya sisi tumuelewe adui ni rafiki na rafiki ni adui. Asante. Makofi tena.